Ahena Mantale wote mnaofuatilia uchambuzi huu. Sasa popote ulipo, naomba nikujulishe kuhusiana na hiki kinachokwenda kumtokea Ngalewa pindi tu atakapokanyaga kwenye msitu wa kifo. Wote tunafahamu kwamba wapo watu wachache ambao wanaweza wakaingia kwenye msitu wa kifo na kutokudhurika kabisa. Sasa miongoni mwa hao watu ni Ngalewa. Sasa chifu alichokiamua ni kutaka kumuua Ngalewa aende kwenye msitu wa kifo, ahakikishe kwamba harudi. Sasa haya ni maamuzi ya kijinga ambayo chifu anayafanya kwa sababu ameamini maneno ya mganga wa himaya ya Mantale, nikimaanisha kwamba Mr. Tano. Sasa kitu kimoja ambacho kingemfanya chifu agundue kwamba huyu mtu Ngalewa ni mtu ambaye hajahusika na kutumia lamvu la kiza kutaka kumuua yeye. Kwanza kabisa, Ngalewa naye ameclaim kwamba yeye ndiye aliyeweza kudhibiti mzimu wa Kopako, lakini pia chifu kipindi cha nyuma aliweza kuambiwa na Mr. Tano ya kwamba yeye ndiye aliyeweza kudhibiti mzimu wa Kopaku na alikwenda kumuonesha sehemu ambapo amemuhifadhi mzimu wa Kopaku. So nafikiri kwamba kupitia hili chifu angetumia akili yake kubwa, angegundua kwamba huenda kati ya hawa watu wawili mmoja ni muongo, na muongo ni yule aliyeanza kusema kwamba aliudhibiti mzimu wa Kopaku, lakini huyu aliyefuata Ngalewa kumwambia kwamba na yeye aliudhibiti mzimu wa Kopaku alitakiwa kuaminiwa zaidi, kwa sababu eneo la tukio hakuwepo siku ambayo Mr. Tano alikuwa akimwambia chifu ya kwamba alimdhibiti ama aliudhibiti mzimu wa Kopaku. Mr. Ngalewa hakuwepo eneo hilo. So nafikiri kwamba chifu alitakiwa kumwamini zaidi Ngalewa na sio kumpeleka tena kwenye kifo. Naam, nafikiri kwamba utakuwa unajiuliza kwa nini chifu hajatoa amri moja kwa moja kwamba Ngalewa akamatwe ili baadaye hukumu iweze kutokea, na moja kwa moja ameamua kumpeleka kwenye msitu wa kifo, kwa sababu anajua kabisa kwamba mtu akiingia kule sio rahisi kuweza kurudi. Kwanza wote tunafahamu kwamba chifu wa himaya ya Mantale alishawahi kufanya mauaji ama alishawahi kutoa hukumu kwa mtu ambaye hakuhusika, na maanisha kwamba Kopako. Sasa mwisho wa siku akaja kuleta maafa kwenye himaya yake. So kitu anachokihofia chifu wa himaya ya Mantale na kushindwa kumpeleka Ngalewa kwenye kizimba ama kumkamata ili baadaye aweze kuuawa kwa mjibu wa sheria zilizowekwa, anahofia kwamba akimuua huyu inaweza tena ikatokea kwamba yeye hakuhusika, so likaja kutokea kama lililotokea la mzimu wa Kopako. Sasa kama anaamini hivyo, kwa nini asingempa nafasi Ngalewa kuweza kujieleza? Unajua, siku zote kama unamchukia mtu mwambie kwamba fulani, mimi nakuchukia kwa sababu hii, na sio kumpeleka kwenye kifo bila kumwambia kwamba kosa lako ni hili hapa. No. So nafikiri kwamba chifu amekosea, lakini make sure una subscribe. After that twende tukaangalie kuhusiana na huyu jamaa ambaye anajiita kwamba ni mlinzi mkuu wa himaya ya Mantale, yani mlinzi wa chifu, I mean Mr. Faru wa Zamba. Faru wa Zamba kuna vitu viwili ambavyo anavichanganya kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa anachanganya mahusiano, lakini kitu cha pili ni misheni yake ya kuhakikisha kwamba wanachukua huu ufalme ama wanachukua kiti cha chifu. Sasa atashindwa kufanya hivyo kwa sababu kwa sasa amebezi sana na mapenzi, yani anapenda wanawake kuliko kitu chochote kile, kitu ambacho nafikiri kwamba kitakwenda kuharibu plani zake. Nao tumeona Mr. Ngalewa anakwenda kwenye msitu wa kifo. I hope kwamba atarudi akiwa salama. Nafikiri pia wengi mtakuwa mnataka iwe hivyo, kwa sababu ndo jinsi ambavyo itakuwa hivyo. Siku zote Sterling huwa hafi. Sasa Ngalewa kama akifa, unafikiri kwamba nani ataiendeleza hii kitana? So nafikiri kwamba Mr. Ngalewa atakwenda kwenye msitu wa kifo kweli, lakini ataweza kurudi akiwa salama kabisa na wala hakutakuwa na shida yoyote. Lakini pia nafikiri kwamba kwenda kwa Ngalewa kwenye msitu wa kifo kutakuwa ni advantage kubwa sana kwa Kitana, kwa sababu Kitana anatamani kuona baba yake anarudi akiwa hai, I mean Mr. Rukindo ambaye bado anateseka kwenye msitu wa kifa akizunguka huku na huku bila kupata msaada wowote ule. Sasa kama nilivyoweza kukwambia kwamba Ngalewa akienda kwenye msitu wa kifo, akirudi atarudi na Rukindo. Nafikiri kwamba hiki kitatokea kwenye episodi zinazofuata, I mean episodi 56 kuendelea huko mbele, kama sio episodi 55. Kama nilivyoweza kukwambia kwamba Mr. Faru wa Zamba
I say I don't know ni kipi ambacho kinamfanya apende sana kukaa na wanawake, lakini nafikiri ni jambo la kawaida kwa mwanaume yoyote yule. Pale anapoona mwanamke mzuri amepita katikati yake lazima amsimamishe, lakini this time amekwenda kuingia kwenye mtego wa Binyanza bila kujua kwamba anatongoza bibi kizee, yani bibi aliyefikia miaka zaidi ya 80. Sasa itakula kwake siku atakapogundua kwamba anatembea na bibi kizee. Lakini ni plani ipi hiyo ambayo Binyanza alisema kwamba kupitia Mr. Faru atafanikiwa kupata taarifa nyingi za hii himaya ya Mantale? Na tukumbuke tu kwamba Mr. Faru anatumiwa na Nandela, nikimaanisha kwamba malkia mdogo wa himaya ya Mantale. Sasa hizo taarifa atazipataje kupitia Mr. Faru wa Zamba? Nafikiri kwamba wote tunafahamu mitego ya wanawake ama mitego ya watoto wa kike. Mtoto wa kike akikupatia penzi tu siku ya kwanza, lazima utachanganyikiwa na kutaka kufanya kila kitu atakacho kuambia. Sasa nafikiri ndio kitu ambacho anakwenda kukifanya Faru wa Zamba. Atakwenda kutoboa siri nyingi za himaya ya Mantale kwa dada huyu mpya ambaye anajiita Gisela, lakini we all know that she is Binyanza. Sasa moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kufahamu, na uhakika kabisa, sijui kama utakwenda kuniamini, lakini itakuwa ni bora kama utaniamini kwa sababu naamini kitu kitakwenda kutokea. Kwanza kabisa kutakuwa na ugomvi mkubwa kabisa between Maginga pamoja na bibi yake, nikimaanisha kwamba Binyanza, kutokana na taarifa ambazo Manyakenda amempatia kwamba Binyanza huyu mwanamke anatembea na Faru wa Zamba. Sasa hii imekuwa ni surprise kwa Maginga kwa sababu anatambua huyu ni bibi yake. Sasa kama ni bibi yake, hata kama ameamua kutumia kweli sura ya binti mdogo, hakutakiwa kufanya yote. Yani kifupi ni kwamba amemdhalilisha sana Maginga. Sasa Maginga ataanza kujiuliza, sasa kama bibi yangu tayari ameanza kufanya mambo yake, anatembea na adui yangu Faru wa Zamba. Wote tunafahamu kwamba damu ya Faru wa Zamba pamoja na damu ya Maginga hazijatokea kukubaliana hata kidogo. So nafikiri kwamba huu adui utatokana na jinsi ambavyo Maginga hajatambua plani ya bibi yake kwenda kutembea na Mr. Faru wa Zamba. Siku akitambua, nafikiri kwamba itakuwa ni siku ambayo maybe ataanza kuacha kumchukia bibi yake, lakini kama atagundua kwamba bibi anafanya hivyo kutokana na tamaa zake za kimwili, atakuja kuunganisha matukio na kupata majibu kabisa kwamba hapa sitapata kiti cha uchifu. Huenda bibi pia naye ana mipango yake ya siri, maybe anaweza akatumia umbo la mtu mwingine kuweza kuchukua huu chifu ama kuchukua kiti cha chifu, kitu kama hiki hapo. So nafikiri kwamba nao, kama utaona kwamba nimeongea kitu ambacho ni sahihi, utaniambia kupitia comment kwamba ni kweli bwana Nova ulichokiongea ni sahihi kabisa. Nafikiri kwamba kutakuwa kuna ugomvi kati ya Maginga pamoja na Binyanza kutokana na kitendo alichokifanya Binyanza kuchukua umbo dogo na kwenda kumtongoza Mr. Faru wa Zamba. Lakini kitu kikubwa zaidi ni kuhusiana na hawa wachawi wazee wa kijongo chetu kidogodogo kizuri kwa mchuzi. How long hawa wachawi wataanza ama watashindwa kuendelea na huu uchawi wao? Nafikiri kwamba Kitana natakiwa kustep in kwa sababu haya mambo yanayoendelea kwa wakati huu yatakuja kuendelea kuliko hata kile kilichokuwa kikifanyiwa na Mr. Kopako. Lakini kitu ambacho nafikiri kwamba Mama Kabula anajivunia sana na ndio maana anaendeleza ubabe wake, ni kutokana na kwamba Kitana hakumpatia fundisho ambalo lingempa onyo ashindwe kabisa kuendelea na uchawi. Lakini pia hata Mwakalinga, kitu kinachompa kiburi ni kwamba Kitana alionyesha kwamba sawa ana nguvu nyingi lakini hawezi kuua, yani hawezi kukiri. So huruma za Kitana zitakwenda kuponza wanahimaya ambao yeye siku zote amekuwa akipambana kuhakikisha kwamba anawatetea. Tumeona na tumejifunza mambo mengi sana kupitia tamthilia hii hapa, hususan episode hii hapa. Kwanza kabisa tumeona urafiki wa kweli uko wapi, lakini pia tumeona unafiki. Hizo ni moja kati ya dhamira ambazo tumezipata kupitia episode hii hapa. Kwanza kabisa tumeona unafiki uliooneshwa na rafiki yake na Minza, nikimaanisha kwamba Meku ambaye anataka kutembea na mume wake na Minza, nikimaanisha kwamba Mr. Nombo. Lakini pia kuna kitu ambacho kinaitwa mapenzi ya kweli. Hapo kuna mapenzi ya kweli ukiangalia, yani Minza pamoja na kwamba anaonesha dalili za kumuonea wivu mume wake
kuhisi kwamba anatembea na rafiki yake Meku, lakini yeye hachoki kumchiti kwa kutembea na Mr. Faro. Sasa haya ni mapenzi ya kweli au ni mapenzi ya kinafiki? Huu ndo ule unafiki ambao nilikuwa nikiuzungumzia. So wakati tunatazama tamthilia hizi hapa, tusiwe tunatazama tu kwa ajili ya enjoyment. Tuwe tunajifunza baadhi ya mambo. Kuna namna tunatakiwa kuwa makini na marafiki ambao tunachagua kuishi nao. Lakini pia kitu cha msingi zaidi ambacho nimekifurahia na kukipenda ni kwamba Ngalewa, pamoja na kwamba alijua kabisa kwamba Chief tayari atakuwa alishapewa umbea na mganga mkuu wa himaya ya Mantale, nikimaanisha kwamba Tano Mwoshaji, kuhusiana na yeye kumdanganya ama kutaka kumuua, lakini hakulizungumzia hili swala kwa sababu alijua kama atalizungumzia anaweza akamfanya Chifu aamini kwamba mwamba Ngalewa amekuja kujisema. So itakuwa ni moja kati ya kitu kitakachomuingiza hatarini Ngalewa. Ndio maana nikakwambia kwamba Ngalewa amefanya kitu cha kiutu uzima, yani amefanya kitu ambacho hajakurupuka hata kidogo. So ni kitu ambacho kinanifanya niamini kwamba he the best of